Mtazamaji wa PMTV, karibu. Hii ni PMTV habari. Mimi naitwa Juma Idi Bangla. Taifa la Kenya limegubikwa na simanzi baada ya kifo cha kiongozi wa upinzani wa chama cha ODM na waziri mkuu wa zamani Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, ambaye amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 80. Kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa na gazeti la nchini India la Mathrubhumi pamoja na gazeti la The Star la nchini Kenya, Raila alifariki dunia leo asubuhi Oktoba 15, 2025 wakati akipokea matibabu katika hospitali ya Ayurvedic iliyoko eneo la Kuthatuklam, Kerala nchini India. Taarifa kutoka kwa madaktari wa hospitali hiyo zinasema kuwa Raila alikuwa akipatiwa matibabu ya kiafya yanayohusiana na uchovu wa mwili na matatizo madogo ya kiafya yaliyokuwa yakimsumbua katika siku za hivi karibuni. Hata hivyo, hali yake ilibadilika ghafla usiku wa kuamkia leo na juhudi za madaktari kumrejesha hazikufanikiwa. Kabla ya taarifa hizi kuthibitishwa rasmi, kulikuwa na uvumi ulioenea mitandaoni kwamba kiongozi huyo amefariki dunia, lakini familia yake kupitia msemaji wao ilikanusha habari hizo, ikisema Raila alikuwa akiendelea vizuri na hata alikuwa akipata nafuu. Kifo cha Raila Odinga kimetajwa kuwa ni pigo kubwa kwa siasa za Kenya na ukanda mzima wa Afrika Mashariki. Raila alikuwa ni miongoni mwa wanasiasa waliobeba matumaini ya mamilioni ya Wakenya waliotamani mageuzi ya kweli ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Katika maisha yake ya kisiasa, Raila alijulikana kwa ujasiri wake, msimamo wake thabiti kuhusu demokrasia na haki za kibinadamu, na mapambano yake ya muda mrefu dhidi ya ukandamizaji wa kisiasa. Alipigania kwa miaka mingi mageuzi ya katiba na usawa wa kijamii, jambo lililomfanya awe kiongozi kipenzi cha wengi, hasa vijana na watu wa tabaka la chini. Raila alihudumu kama waziri mkuu wa Kenya kati ya mwaka 2008 hadi 2013 katika serikali ya mseto iliyoanzishwa baada ya ghasia za uchaguzi wa mwaka 2007. Wakati wa uongozi wake alijulikana kwa juhudi zake za kuimarisha umoja wa kitaifa na kuanzisha mageuzi muhimu katika sekta za miundombinu, elimu na utawala bora. Baada ya kuondoka serikalini, aliendelea kuwa sauti ya upinzani yenye ushawishi mkubwa na hakukoma kupigania haki za wananchi. Katika miaka yake ya baadaye, Raila aligeukia zaidi masuala ya kijamii, amani na maendeleo ya Afrika Mashariki, akitoa mchango mkubwa katika ujenzi wa umoja wa kikanda. Mipango ya mazishi ya kiongozi huyo bado haijatangazwa rasmi, ingawa taarifa za awali zinaeleza kwamba mwili wake utasafirishwa kutoka nchini India kuletwa nchini Kenya kwa ajili ya taratibu za kitaifa za kuaga mwili huo. Kifo cha Raila Odinga kinaacha pengo kubwa katika siasa za Kenya, hasa kwa kizazi kipya cha wanasiasa waliochochewa na maono yake ya mabadiliko. Bwana ametoa, Bwana ametwaa, jina lake lihimidiwe. Hii ni PM News. Mimi naitwa Juma Idi Bangla.